Kwa majina naitwa Mohamed Athmani Kombo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kingongo. Mambo ni mengi aliyofanya Mama Samia Suluhu Hassan, lakini kwa sisi upande wetu wa Kingongo tunashukuru kuna barabara hii ya zege, na pia hivi karibuni wameshusha fedha kwa ajili ya kujenga mita 800 kwa ajili ya uendeleza wa barabara hii. Lakini kwa upande wa maji, sisi kwa Kingongo tuna mtandao wa maji kwa 97%. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Na pia sisi kama viongozi wa serikali ya mtaa kwa ujumla tulitembelea chanzo cha maji cha Ruvu Juu na kujionea hali halisi ilivyo, ambapo kuna mitambo mipya sasa inakuja kwa ajili ya kuongeza idadi ya maji yanayokuja katika mji wetu, na sisi mtaa wetu ni mtaa ambao utafaidika na jambo hili. Kwa hiyo tunashukuru sana, lakini miradi ni mengi sana. Kwa upande wa umeme, sisi umeme ni 100%. Maeneo yote ya mtaa wangu mimi yana umeme. Kwa hiyo kwenye swala la umeme mimi sina tatizo kabisa. Jambo lingine la faraja ni kwamba sasa Kingongo tunakwenda kuungwa na vyanzo vyote viwili vya maji, yani Ruvu Juu na Ruvu Chini. Kwa hiyo tatizo la maji kwa maeneo haya ambayo Dar es Salaam yana miinuko inakwenda kuisha. Kwa hiyo mimi nashukuru sana na namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa azima yake ya kumtua mama ndoo kichwani. Sisi kikubwa, na mimi naamini kwamba awamu ijayo lazima barabara hii ya kwetu ya Kingongo ambayo ndio kilio chetu kikubwa itakwenda kuisha. Naamini hivyo. Ingawa inajengwa kwa vipande, lakini naamini itakwisha tu. Mama kwa jinsi ninavyofahamu kasi yake, lazima awamu hii inayokuja hii lazima tutakwenda kufaidika mno na barabara yetu. Sisi kikubwa ni barabara yetu, lakini kwa maji, hali ya maji si mbaya kivile. Ingawa maji sasa hivi ni tabu kwa sababu mitambo ile inataka kufungwa mipya. Kidogo kuna changamoto, lakini hii ni ya kupita, naamini maji yatakaa vizuri. Lakini kwa miundombinu sisi ni 97%. Mtaa wangu mimi una miundombinu ya maji. Kwa hiyo ni maji tu ndio yanasumbua kwa ajili ya uchakavu wa mitambo ambayo sasa inataka kubadilishwa. Kwenye swala la shule, mimi nimefaidika kwenye mtaa wangu, shule zote mbili, shule ya msingi na shule ya sekondari. Sekondari tumejengewa madarasa mapya 4 na shule ya msingi tulijengewa madarasa mapya 3. Kwa hiyo lakini pia uliletwa mradi wa vitabu. Kuna library pale ya shule ya msingi, lakini pia kuna maabara kubwa sana katika shule ya sekondari. Ni kweli kwa sisi hali ya usalama kwenye mtaa wetu sio mbaya. Nadhani kwenye hii kata ya Saranga inawezekana sisi tukashika namba 1. Kwa sababu mimi kabla ya kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa nilikuwa mwenyekiti wa ulinzi. Kwa hiyo nafahamu changamoto zote kuhusu ulinzi. Na sisi tuko imara kwenye swala la ulinzi, ndio maana uhalifu kwenye mtaa wetu hauko kivile. Huwezi kuwa asilimia, hatuwezi kuwa na uhalifu kafutika kabisa kwa 0%, lakini tumepunguza kabisa uhalifu. Hatuna uhalifu uliokithiri. Hata wenyewe polisi wanasifia sana kuhusu kwetu. Tumejipanga vizuri kwenye ulinzi, swala la ulinzi tuko vizuri mno mtaa wa Kingongo. Na nadhani ulipoingia hapo umeona vijana wangu makamanda wa ulinzi hawa. Kwa hiyo kwenye ulinzi sisi hatuna tatizo, tumepunguza wale vibaka hawapo na tunashirikiana vizuri sana na jeshi la polisi. Mimi naamini kwenye uchaguzi huu unaokuja tukishawapata wabunge, madiwani na rais, naamini kabisa mambo mazuri yanakuja. Na naamini kikubwa sisi kwetu ni barabara hii ya Matosa Kimara. Hii ndio changamoto kubwa sana. Hizi barabara za ndani sisi sio sana kwa sababu tunazihudumia sisi wenyewe. Lakini hii hapa ni barabara ya TARURA ambayo naamini kwa fedha hizi zinazotiririka sasa hivi, naamini kwamba barabara hii inakwenda kuisha. Tukimaliza hii barabara, swala la maji kama nilivyosema, hatuna tatizo kubwa. Umeme hakuna shida kabisa. Ni matatizo madogo tu kwenye umeme. Lakini changamoto labda ni kwenye mikopo ya 10% ya kina mama. Mimi niombe tu halmashauri waongeze kasi ya kutoa mikopo hii. Hili ndio kidogo lina shida. Na hizi taasisi nyingine hizi za mikopo hizi za kukopesha, riba nazo zimekuwa juu sana.
Kwa hiyo wapunguze, kwa sababu wananchi wana uhitaji sana wa mikopo, wapunguze riba hizi ili wananchi waweze kukopesheka. Changamoto zipo changamoto, kwa sababu hizi microfinance, microcredit hizi, changamoto yake ni kwamba kwanza uelewa wa wananchi unakuwa wengine ni mdogo sana, kiasi kwamba wanakuja wanakopeshana huko bila kupitia hapa serikalini, kiasi kwamba unazuka taharuki huko, mtu anakuja kuchukuliwa godoro, anakuja kuchukuliwa kitanda. Kwa hiyo hivi vinafanya kama udhalilishaji. Kwa hiyo sisi kama serikali huwa tunaingilia kati na kuwapatanisha, lakini tunahakikisha kwamba yule aliyokopa analipa. Ndio jukumu letu sisi kama serikali. Lakini sasa tatizo nililoliona mimi, shida iko kwenye riba. Riba ni kubwa sana kwenye hizi taasisi, na ndio maana mimi nishauri taasisi hizi thabiti za kifedha kama mabenki washuke, waliangalie hili. Wananchi wanahitaji sana wa kukopa, lakini wakopeshwe kwenye riba nafuu. Kwanza mimi kabla ya kumshauri au kutoa maoni yangu, kwanza nimpongeze mama, amefanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana, na mimi naamini Tanzania mama ameweka alama. Amekuwa ni rais wa kwanza mwanamke, lakini amekuwa ni mama jasiri na mahiri. Amefanya kazi nzuri sana. Kwanza nimuombee kabisa kwa Mwenyezi Mungu amjalie afya njema, amtunze, na naamini Samia mitano tena. Naamini hivyo. Samia mitano tena, na naamini atafanya kazi iliyotukuka kuliko aliyoifanya. Lakini pia ni shauri tu kwamba wasaidizi wa Mheshimiwa Rais anaowachagua, sisi hivi vyeo tunapewa ni dhamana tu, tumsaidie mama. Yeye anajitoa na sisi tumsaidie tujitoe. Tusiwe viongozi ambao tunapenda kujivuna, watu wa kujisikia, si jambo zuri. Tujitoe kuwatumikia wananchi. Hii nchi ni ya kwetu, ili tulete maendeleo katika nchi yetu. Sawa, lakini na mimi pia nisiwe mchoyo wa fadhila. Niwashukuru sana wananchi wangu wa mtaa wa Kingongo kwa kunichagua kwa kura nyingi, na niwaambie wamenipa imani na mimi nitarejeshea imani. Nashukuru sana. Samia mitano tena.